kio ya michezo hilo. Lakini je, kwa upande wa kombe la shirikisho, je, RS Berkane ataendeleza umwamba wake? Kumbuka amechukua kombe hili mara nyingi kwa msimu hii ya hivi karibuni, basi amejitahidi kuonyesha ule umwamba, kwa sababu hata msimu ulioweza kupita alifanya maajabu na miujiza mara baada ya timu ya USM Alger kuweza kutofika uwanjani, basi wakapewa magoli na moja kwa moja wakaweza kupata ushindi wa mabao matatu na kwenda kutoa ama kunyanyua taji hilo. Kwa hiyo moja kwa moja ni mchezo mkali kweli kweli katika michuano hii ya kombe la shirikisho na ligi ya mabingwa barani Afrika. Ikumbukwe hii ndio radha ya soka kwa upande wa ligi ya Afrika. Pamoja kwa moja baada ya hapa tutakwenda kushuhudia mitanange mingine ya klabu bingwa za dunia, ambapo kila timu itakwenda kuhakikisha inafanya vizuri. Kwa hiyo moja kwa moja, je, Orlando Pirates wanakuja kutusurprise tena msimu huu kama ambavyo wamefanya katika ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa sababu wao ndio timu walishinda michezo mingi ugenini. Hiyo wana uwezo wa kufanya vizuri, kwa sababu pia waliweza kumfunga Yes Al Ahly, walimfunga ugenini, wakamfunga MC Alger pia waliweza kufunga ugenini. Lakini kwa upande wa Mamelodi Sundowns, je, watakwenda kushinda ugenini kwa mara nyingine? Tuweze kuona. Lakini kumbuka mchezo wa mwisho wao waliendosha Esperance de Tunis, kwa sababu mchezo huo ulimalizika nyumbani ya Mamelodi Sundowns ilishinda 1-0, lakini baadaye alipokwenda kule nchini Tunisia, basi wakaenda kulazimisha sare ya bila kufungana. Kwa hiyo lolote linaweza kutokea, tuweze kusema mchezo huo umemalizika. Kwa upande wa Stellenbosch kutoka Afrika ya Kusini, naye pia mchezo wa mwisho kumbukwe hivyo mambo yalikuwa tofauti kidogo, sababu nyumbani alilazimisha sare ya bila kufungana, lakini alipokwenda ugenini akapata bao moja ambao likamfanya